Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti mwandishi msomi ni Kurumba Lebabas. Paul Ojwang, mmoja wa mawakala wa madini maarufu kama broker katika soko la madini Arusha, ametangaza dhamira yake ya kufungua kesi mahakamani kupinga kile anachokiita kutotambuliwa kwa viongozi halali wa umoja wa mabroka madini mkoa wa Arusha maarufu kama Arugeba waliochaguliwa katika uchaguzi uliofanyika Aprili mwaka huu. Ojwang ameeleza miongoni mwa watu wanaolalamikia ni kaimu afisa madini mkoa wa Arusha Betha Luzabiko pamoja na Jeremia Kituyo ambaye kwa sasa anatambulika kama mwenyekiti mpya wa Arugeba. Wakati kwenye uchaguzi anaolalamikia bwana Jeremia hakushiriki uchaguzi huo. Kwa mujibu wa bwana Ojwang, anaeleza kwamba kaimu afisa madini huyo alitoa barua mbili zenye maudhui yaliyokinzana kuhusu uchaguzi wa viongozi wa Arugeba. Barua ya kwanza ikielekeza kuruhusu kufanyika kwa uchaguzi huo ambapo Ojwang alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Arugeba kwa ushindi wa kupata kura 406 kati ya kura 443 zilizopigwa na wajumbe halali wa mkutano huo. Hata hivyo, amesema kwamba siku chache baada ya uchaguzi huo alipokea barua nyingine kutoka kwa afisa huyo wa madini akieleza kwamba uchaguzi huo hautambuliwi na uchaguzi urudiwe. Barua hiyo mpya ilieleza kuwa wanachama wenye leseni za broker pekee ndio waliopaswa kushiriki uchaguzi huo, kinyume na katiba ya Arugeba inayowapa nafasi wanachama wenye leseni pamoja na wasio na leseni kuchagua viongozi wao. Baada ya kufanyika kwa uchaguzi huo, bwana Ojwang anadai kwamba ulifanyika uchaguzi mwingine wa Arugeba na kuhusisha wanachama 56 pekee ambapo ulimchagua bwana Jeremia Kituyo kuwa ndiye mwenyekiti wa umoja huo kinyume na katiba hiyo, kwa maana ya bwana Kituyo alishahudumu kwa muda wa mihula miwili, kwa maana miaka 6, na katiba yao hairuhusu mtu alishika nafasi ya mwenyekiti kuhudumu kwa zaidi ya mihula miwili kuchaguliwa tena kuwa mwenyekiti. Bwana Ojwang amesema kwamba anaiomba serikali iingilie kati na kumtambua yeye kama ni mwenyekiti na viongozi ambao walichaguliwa katika uchaguzi wa awali, na hilo likishindikana basi atachukua hatua ya kwenda mahakamani kudai haki yake. Ojwang amesema hayo mbele ya wafanyabiashara wa madini hao broker katika soko la madini Arusha katika kikao cha kaimu afisa madini Betha Luzabiko alichokuwa akizungumza na wafanyabiashara hao. Mimi kama mwanachama mnamo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2025 tulifanya uchaguzi na tulikubaliwa na viongozi wa mkoa akiwepo mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya pamoja na kaimu RMO, na nina kielezo RMO kaimu ametoa barua mbili katika ofisi yake akinikabidhi mimi. Barua hii inaeleza vizuri, ninayo hata hapa. Kama mtakubali mabroka niisome, nitaisoma. Kama mtakubali kwamba niiseme kwa briefly, nitalisema. Barua hii imetolewa tarehe 15 ikijulisha kwamba tunaandaa uchaguzi na watu wote watahusika kwenye uchaguzi. Na mimi ambaye nilikuwa ninafuatilia uchaguzi huu baada ya mwenyekiti aliyekuwepo madarakani kukataa kufanya uchaguzi kwa hiari na akakatalia madaraka, serikali ilionekana ifanyike uchaguzi na kaimu RMO alikubali uchaguzi huo 100%, na barua yake ninayo ambayo inaonyesha kwamba mabroka wote katika mkoa wa Arusha wajumuike kwa ajili ya kufanya uchaguzi, na uchaguzi huo ulifanywa vizuri pamoja na mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa mapendekezo mazuri, na wakasimamia na tukamaliza. Hiyo ni barua ya kwanza iliyotoa oda kutoka ofisi ya kaimu RMO kwa kujulisha wa mabroka wote tufanye uchaguzi. Lakini la pili ambalo linatushangaza mpaka sasa tunakuwa hapa, akatengua uchaguzi ule ambapo mimi ndio nilikuwa nimechaguliwa kama mwenyekiti wa mabroka Arusha mkoa. Na kwa njia hiyo, baada ya hapo ikatenguliwa,
akidai kwamba barua ya pili ninayo hapa ikisema hivi, tutafanya uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 5 kwa walio na leseni. Sasa mimi narudi kwamba ofisi moja inawezaje kutoa barua mbili? Swala hili katika ofisi ya kaimu RMO ametufanyia misunderstanding ambayo haiwezi kukubalika kisheria na hata kijamii. La tatu, tuzungumuzie kwamba katiba yetu ukisoma katika ibara ya 16 kipengele la 5 linasema hivi: mwenyekiti aliyoko madarakani atachaguliwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza itapita, awamu ya pili itapita. Na akichaguliwa kwa njia hizo, basi muda wake utakuwa umeishia kikatiba. Ni katiba ipi? Tunauliza. Wanachama wa Argeba pamoja na ofisi ya RMO walitumia kumrudisha Jeremia Kituyo ambaye alikaa uongozini miaka 6 kulingana katiba ya chama na kurudishwa tena kwa katiba ipi? Tunauliza wapenda utaratibu mahali popote wanapoishi, mahali popote wanapokaa. Kama katika society hapa tunahitaji kwenda kwa utaratibu. Leo tunashangaa akiitwa mwenyekiti wa chama. Wamemchagua kwa katiba ipi? Hii niliyochaguliwa nayo au ni kipi kingine? Hilo mtatujibu. Lakini niseme hivi, nishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano kupitia mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya pamoja na jeshi la polisi kwa ajili ya kudumisha amani kwa utaratibu ambao waliona. Ninayo barua ambayo mkuu wa wilaya anatoa kwa kumsihi akaimu RMO kwamba atengue uchaguzi aliofanya wa haramu kwa kuingilia katiba ya wanachama pasipo ridhaa yao. Na hii haitaishi hapa. Tuseme kwa kifupi, Mheshimiwa mwandishi wa habari pamoja na meza kuu pamoja na OCD pamoja na viongozi walioko hapa, kero yetu kubwa umesikia kwamba katiba haikufuatwa. Ninayo barua mbili ninataka nizisome ambazo Mheshimiwa kaimu RMO alizitoa. Nina barua mbili ambazo kaimu RMO ametoa pamoja na barua aliyotoa kwa ajili ya uchaguzi mbili. Kwa hiyo katika chama chetu tumepata misunderstanding. OCD pamoja na afisa biashara aliyoko hapa tumewasilisha haya mbele yako ya kwamba hili litakwenda hata mahakamani na watu wote wajue kama chama imeingiliwa kabisa kisheria na kiutaratibu. Niombe machache kwamba bado mimi ni mwenyekiti wa chama mpaka tutakapofika mahali pake. Asante sana. Wasilisha mkuu. Katika kikao hicho, afisa huyo wa madini Besa Luzabiko alizungumzia swala la kubadilishwa kwa katiba baada ya mchakato wa uchaguzi na kueleza kwamba amesamehe yale yote ambayo yalijitokeza katika kipindi chote cha mchakato wa kuwapata viongozi wapya. Niwapongeze chama kwa kutekeleza maagizo yaliyotolewa na viongozi wa serikali wa mkoa. Mlitoahidi kwamba mnataka kubadilisha katiba na mmeniambia kwamba mmefikia 95%, bado mnaendelea kupokea maoni ya katiba. Mimi bado sijaiona, nitafurahi pia nikiipata, najua itakuja mezani kwangu na mimi niweze kutoa maoni yangu. Niwapongeze sana kwa hilo, lakini lengo kubwa tuende pamoja, tuelewane tu. Hata waziri wangu mwenyewe alisema, naendelea kusisitiza kila siku, mwenyekiti ukiwa kama mwenyekiti wa Chamata katika ilikuwa ni mwezi wangapi? Wa 3 wa 4 tulikuwa tunakaa Dodoma. Kikao chetu cha Chamata, waziri alisisitiza wazi wakati unatoa taarifa zako za wafanyabiashara, idadi ya wafanyabiashara wadogo, sio unasema mpo 18,000 wakati sijui wengine unawatetea hapo katikati. Waziri akasema hatambui wafanyabiashara ambao hawana leseni. Mfanyabiashara yote ili uweze kutambulika na sekta ya madini lazima uwe na leseni.
Kwa na mimi naendelea kusisitiza pale pale, wafanyabiashara ambao hawana leseni, honestly speaking, siwatambui, na ninatamani sana hiyo katiba yenu iende ikatambue tusipo na vurugu, kwa sababu juzi kuna vurugu nyingi sana. Soko la Arusha lina wafanyabiashara wengi sana, lakini ukiangalia wengi wanakimbia kutekeleza sheria. Na mimi sasa msimamo wangu ni huo, nitafanya kazi na watu ambao wana leseni, wasiokuwa na leseni tutaendelea kuchukuliana hatua taratibu. Tutapelekana hivyo kama ambavyo inavyotakiwa kuwa kwa mujibu wa sheria. Maelezo yangu mafupi, niliomba tukuombe radhi kwa namna ambavyo ulikashifiwa. Kwa hiyo tunaomba tusikie neno lako tafadhali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilisema nilipewa kazi kubwa hapa ya kuja kusimamia sekta ya madini. Katika kikao kilichopita nilisema kwamba nyinyi wafanyabiashara wadogo ni kama watoto wangu wa Ziwanda, si ndio? Hata kama unielewi. Nina wachimbaji watoto wangu wa kwanza, nina madiwa, alafu nina watoto wadogo wafanyabiashara wa madini wa Ziwanda. Kwa hiyo naendelea kuwasamehe. Naendelea kuwasamehe sana, tuendelee kushirikiana, sina kinyongo na mtu yeyote, nimekuja kufanya kazi hapa ya serikali. Mambo mengine lakini changamoto za kawaida sana. Asante sana. Basi tupokee msamaha huo kwa makofi ndugu zangu. Tupokee msamaha huo kwa makofi, na sisi tunakuahidi kabisa kwamba hatutarudia, na tutaomba ushirikiano wako kushughulika na wale wote ambao wataleta changamoto zisizo na sababu. Baada ya kusema haya, naomba kama MC kwenye ratiba yako ikoje ili tuweze kumaliza, kwa sababu kikao chetu kilikuwa ni kifupi sana. Basi kwa heshima kabisa tawapa watu kama wawili hivi kama wana neno la kusema mwishoni mwa mwaka wetu wa kiserikali waweze kuja hapa. Karibu. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.